Maafisa habari watatu kutoka katika vilabu tofauti vya ligi kuu ya soka Tanzania bara katika upande wa Young Africans, Simba pamoja na Kagera Sugar. Kwa upande wa Young Africans, Ali Shabani Kamwe, lakini kwa upande wa Simba ni Ahmed Ali, na kwa upande wa Kagera Sugar ni Hamis Masanzala. Hawa waliitwa kwenye kamati ya maadili ya TFF kutokana na tuhuma zao ambazo walikuwa kituhumiwa za kwamba wanakosa kwenye swala zima la udhalilishaji wa mpira wa miguu. Kwa taarifa ambazo zinaendelea kusambaa mitandaoni ni kwamba Ali Kamwe yeye amekutwa na hatia ya kufungiwa mvua ya miaka 2 kutojihusisha na mpira wa miguu, huku kwa upande wa medali yeye akiwa hana hatia yoyote. Lakini kwa upande pia wa msemaji wa Kagera Sugar bwana Hamis Masanzala, yeye pia amekutwa na hatia ya kufungiwa miaka 2. Lakini hii taarifa imetokana na nini? Ali Shabani alikosea wapi? Siku kadhaa zilizopita Ali Kamwe yeye aliposti, huku caption ikiwa inaeleza ya kwamba akituhumu kwa kuandika kwamba leo mjadala redioni 90% ni kuhusu makolo na waamuzi, kitendo ambacho kilimpelekea yeye Ali Kamwe kuitwa kwenye kamati ya maadili ya TFF, kitu ambacho kiliambatanishwa na wenzake medali pamoja na Hamis Masanzala wa kule Kagera Sugar, kitu ambacho wadau wengi wa soka hawakubaliani na kile ambacho Ali Kamwe anakipitia kwa sasa. Kwa taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kutoka kwa watu ambao wale ni wakubwa, lakini pia kwa watu ambao ni maarufu, wakieleza ya kwamba hii si sawa kutokana na kosa ambalo Ali Kamwe alifanya, haistahili kufungiwa adhabu ya miaka 2. Labda kama kuna jambo lingine ambalo TFF hawajaliweka hadharani, licha ya kwamba TFF bado hawajatoa taarifa rasmi juu ya sakata hilo. Lakini kwa upande mwingine wapo watu ambao wanajaribu kufananisha makosa haya ya Ali Kamwe pamoja na watu ambao walishawahi kufanya makosa hapo nyuma, akiwemo afisa habari wa klabu ya Azam Zaka Zakazi. Alifanya tuhuma kama hizi, lakini hakufungiwa miaka 3 ama miaka 2. Yeye alifungiwa miezi 3 tu, na watu wamekuwa wakihusianisha jambo hilo. Kwa nini lile la Zaka Zakazi lilifungiwa miezi 3 pekee, lakini ile la Ali Kamwe linapelekwa kuwa ni takriban muda mrefu sana, miaka 2? Lakini wengi wakimkumbuka pia Haji Sande Manara, kosa alilofanya wakilinganisha na kosa la Ali Kamwe, wanaona ni makosa mawili tofauti, lakini wanaona Ali Kamwe alipaswa hata kupewa adhabu ya faini ila si kufungiwa, licha ya kwamba Ali Kamwe ni mtu ambaye anapendwa na mashabiki wengi wa soka, hususan ndio mashabiki wa Young Africans, lakini pia mashabiki wengi wa mpira wa miguu kutoka kipande hiki cha Tanzania. Taarifa rasmi kutoka katika mamlaka husika, hapa nazungumzia bodi ya ligi, lakini pia TFF, wao bado hawajatoa tamko lolote kuhusu sakata hili la Ali Kamwe, lakini pia hawajatoa tamko lolote kuhusu mwenendo wa ile kesi ambayo imewakumba hawa viongozi wawili. Sasa kuwa karibu na sisi ili kuweza kupata yale yanayojiri zaidi kutoka hapa Sawasawa Digital. Lakini kubwa zaidi ni kwamba bado taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi, lakini kutoka katika TFF haijatoka juu ya sakata hilo kuthibitisha ya kwamba Ali Kamwe tayari amefungiwa ama Ali Kamwe amepewa adhabu gani.